vita vya ukombozi vinaendelea kati yako na mimi, mbingu kusubiri, tukamilishe kazi kwa hali na mali, japo tumwage damu, mbingu kutetea. Yesu atatushindia. Tusimama katika ukingo wa mto, pale ng'ambo na nchi ya ahadi. Tusimama katika ukingo wa mto, pale ng'ambo na nchi ya ahadi. Hatuwezi kuvuka ng'ambo, mkakati wa Injili mpaka umalizike. Hatuwezi kuvuka ng'ambo, mkakati wa Injili mpaka umalizike. Hatuwezi kuvuka ng'ambo, mkakati wa Injili mpaka umalizike. One Voice 27. Mission for all. Basi nataka tufanye hii shughuli kama ilivyotuambia mkurugenzi wetu ya ukata Utepe kwa ajili ya kufungua rasmi. Mwenyekiti anafanya kazi kubwa ya kukata utepe na kuruhusu sasa kila muumini na mshiriki kununua vitabu hivi. Utanunua vitabu angalau sio chini ya viwili, ili kitabu kimoja usome mwenyewe, kitabu cha pili usambaze kwa watu. Mnasemaje jamani? Makofi tafadhali. Wanalindi, Bwana awabariki sana. Na hongereni, mmefanya makubwa. Bwana awabariki. Naam, ni shamra katika maeneo ya mkoa wa Lindi, ambapo leo tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026 waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika jimbo la kusini mwa Tanzania, tunaweza tukasema ushoroba wa kusini SCF. Hii inahusisha mikoa ya Mtwara, Lindi pamoja na wilaya ya Tunduru, ambapo waumini wake wamekusanyika kwa lengo moja tu la kuzindua kitabu kinachokwenda kwa jina la Maneno ya Matumaini. Katika maeneo haya ya mkoa wa Lindi vimesambazwa zaidi ya vitabu 2000. Ungana nasi tunapokuwa tukiangazia undani wa haya yaliyojiri katika tukio hili kubwa. Soma vitabu. Basi watu wengine wamekuwa kucheka sana wa Afrika kwamba ukitaka kumficha Mwafrika, ukitaka kumficha Mwafrika fanya nini? Weka kwenye nini? Kwenye kitabu. Si wasomaji. Jamani, sisi wasomaji. Hebu Mungu akatusaidie tunapotaka kwenda kugawa kitabu cha utume, sisi wenyewe tutakisome. Amen. Na vinapatikana tu, unaweza kupata. Lakini neno linasema hivi kutoka Isaya 6 na ule mstari wa 8, Biblia inasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, Isaya alisema, mimi hapa ni mtume. Kwa hiyo na leo katika uzinduzi wetu wa kitabu ambao tutafanya muda baada ya kutoka kwenye maandamano yetu ya amani, tutakapokuwa tunakizindua tutoa maelezo zaidi. Lakini Mungu anaweza ni mtume nani? Nani ambaye yuko tayari kwenda? Nafikiri jibu lingekuwa ni mtume mimi, niko tayari kwenda. Kwa hiyo kama mwenyekiti na watuma rasmi kwenda katika mji wetu wa Lindi kwa ajili ya kupeleka kitabu cha utume, kitabu chenye matumaini kwa dunia ambayo imekata tamaa. Amen. Ni kitabu cha muhimu sana ambacho kinasogeza karibu na Mungu katika utume wetu na ujumbe ambao unaweza kuwatia watu shime kumrudia Mungu. Mwaka 2027 tunakumbuka kuwa ni takribani miaka 2000 imepita tangu Yesu Kristo aanze huduma yake ya hadhara mwaka 27 BK. Na huu mwaka ndio ambao mwaka Yesu Kristo alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Na kwa namna hiyo, katika tukio hilo la kubatizwa kwa Yesu,
mbingu zilifunguka, Roho alishuka na utume ukaanza. Sasa maana halisi ya One Voice 27 ni si tu kwamba ni kumbukumbu ya tarehe, bali ni mwito wa kiroho. Namba 27 si namba tu, bali ni alama ya mwanzo mpya wa utume, uamsho mpya wa utume, nguvu mpya ya utume, umoja mpya. Ni sauti inayotukumbusha kurudi kwenye msingi wa utume wa Kristo. Kama mwaka 27 ulikuwa mwanzo wa huduma ya Yesu, basi 2027 iwe mwanzo wa uhuisho wa kanisa lake kufanya kazi ya utume. One Voice 27 au One Voice 27 ulikuwa ndio mwanzo wa huduma ya Yesu, na kwa namna hiyo kanisa na lenyewe lote lazima tuzungumuze ujumbe huu kwa pamoja wa matumaini, watu wamfahamu Kristo. Kwa nini muhimu sana kwa sasa hilo jambo? Ni kwa sababu ukiangalia dunia katika mitandao imejaa kelele nyingi ambazo ziko kinyume na muktadha wa watu kuwa watu wa kiroho. Mafundisho mapotofu yamejaa katika ulimwengu, hofu na mkanganyiko. Lakini kanisa halikuitwa tu kuwa kimya wakati dunia ikiwa katika hali hiyo, limeitwa kuwa sauti ya ukweli duniani. Sasa One Voice 27 au kwa maana nyingine sauti moja 2027 inalenga kutuunganisha makanisa yote, kuimarisha mawasiliano kwa kutumia TV, redio na mitandao, kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Kila mshiriki anapaswa kuwa shahidi. Naitwa Vumilia Sukenye, ni APD kanda ya Masasi. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ametupatia kwa ajili ya kuweza kufanya uzinduzi wa kitabu cha maneno ya matumaini. Kitabu cha maneno ya matumaini ni kitabu ambacho tunatamani kiweze kuifikia jamii kama ambavyo tumekiwasilisha leo, ili kiweze kuleta matumaini kwa jamii, kwa watu ambao wamepoteza mwelekeo, wengine hawana matumaini, wamekata tamaa, na hivyo kupitia kitabu hiki tunaamini kwamba kitawavuta watu wengi kuwaleta kwa Kristo baada ya kupata matumaini kwa njia ya kitabu hiki. Na hivyo nipende kusisitiza na kuwatia moyo wanajamii au Watanzania kwa ujumla, wanapofikiwa na kitabu hiki waweze kukipokea kwa mikono miwili, ili kiweze kuwasaidia wao pamoja na marafiki, ndugu jamaa na marafiki. Unaweza usikate tamaa, lakini una mtu aliyekata tamaa, nenda mpelekee ili kumsaidia akaweze kupata matumaini. Jina langu ninaitwa Mchungaji John Ismail Nanguka, mkurugenzi wa idara ya uchapishaji katika jimbo hili la Thousand Corridor Field. Vitabu vipo vya kutosha katika wilaya zote za huku kusini, kwa maana ya mkoa wa Lindi pamoja na mkoa wa Mtwara na wilaya ya Tunduru iliyopo katika mkoa wa Ruvuma. Hilo ndilo eneo ambalo jimbo letu lipo na tunafanya kazi. Tuna maduka yanaitwa ABC. Kwa hiyo vitabu vipo kuanzia Jumatatu vitazidi kumiminika katika mikoa hiyo miwili na hiyo wilaya moja iliyopo katika mkoa wa Ruvuma. Kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi 3,000. Ndio maana kimeitwa cha utume, ili kimfikie kila mtu na iwe rahisi. Kwa sisi tunasema kwamba ni sawa na bei ya chipsi tu ambayo inapatikana kwa urahisi zaidi. Kwa kweli mwitikio ni mkubwa sana. Tumefanya maandamano katika mji huu wa Lindi. Vitabu tulivyopeleka mara ya kwanza vilikwisha vyote. Wananchi wakawa na mwitikio mkubwa sana wa kuvipokea. Ilibidi tuvilete tena na hatimaye kuvileta. Kwa hiyo leo hii tumesambaza vitabu zaidi ya 1,000 na bado vitaendelea kuletwa vingine, kwa sababu mpango ni kugawa zaidi ya vitabu 10,000. Wito wangu mkuu ni kwamba kila muumini na kila mshiriki kununua vitabu hivi kwa wingi na kuvisambaza kwa watu, ili watu wapate kumfahamu Yesu na wapate kuokolewa. Asante sana. Mimi naitwa Mchungaji Msafiri Mtenzi, ni mwenyekiti au president wa field ya Southern Corridor. Leo tumekuwa na matukio makubwa mawili. Tukio la kwanza ni la ugawaji wa kitabu cha utume. Kitabu cha utume pamoja na maandamano, makusudi yake makubwa ni kuweka awareness kwa watu watambue ya kwamba kitabu hiki ni kitabu ambacho tutakuwa tukikisoma na tukigawa kwa watu.
Kitabu hichi kimeandikwa ndani yake mambo mengi ambayo ni mazuri, ambayo yanaweza kumsaidia mshiriki wa kawaida au mtu ambaye sio mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kimejaa vitu ambavyo ni vizuri, vinaweza kumtia matumaini mtu ambaye amekata tamaa. Kwa hiyo kuandamana ni kuweka tu ile awareness, watu wajue kwamba kuna hichi kitu cha muhimu kinakuja na tumekianzisha, na ndio maana tumezindua siku ya leo katika mji wa Lindi. Kitakuwa ni endelevu? Ni mpango endelevu wa kuendelea kugawa kwa mwaka mzima ili kiweze kuwafikia watu wengi kadri itakavyowezekana. Nadhani leo tumewapatia wachache tu, lakini ni mpango endelevu ambao tutaendelea kufanya kwa kipindi chote cha mwaka huu. Wito wetu ni kwamba tungetamani kwamba kitabu hiki kimfikie kila mtu. Kwa hiyo kila mtu angejiandaa, andae pesa kwa ajili ya kununua kitabu, sio kusoma yeye tu binafsi kama Mwadventista, lakini kuwapelekea na majirani zake, watu wanaofanya nao kazi na watu wengine wanaomzunguka kama ni sehemu ya biashara. Kwa hiyo wito ni kwamba kila mtu ahusike katika jambo hili ambalo la muhimu sana na tukio la muhimu sana katika kanisa letu la Adventista Sabato. Jambo la kwanza tutatumia media, tutatumia nyinyi waandishi wa habari, mtusaidie katika kufanya promotion, watu wapende kusoma vitabu. Hili ni jambo ambalo ni la kwetu sote, katika familia zetu, katika makanisa, tuwe wito kwa watu wapende kusoma vitabu. Kitabu hiko kwa mkoa wa Lindi au Tanzania kwa ujumla? Hichi kitabu actually ni kwa dunia nzima. Kwa hiyo kwa uanzishaji wa usomaji wa kitabu hiki umeshaanza kutoka katika makao yetu makuu ya Union kule Dar es Salaam, na umefika katika level yetu na tutaenda katika level ya mitaa. Kina jumbe za aina mbalimbali, lakini jumbe za kuwatia watu matumaini, watu waliokata tamaa. Viko visa mbalimbali vya Biblia vizuri ambavyo Yesu aliviongelea, ambavyo vinatia matumaini kwa watu waliokata tamaa. Kwa majina naitwa Sabato Rafaeli Magambo, ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mtwara Kati, na niko hapa Lindi leo kwa ajili ya uzinduzi wa One Voice 27, lakini pia katika habari nzima ya kuzindua na kusambaza kitabu cha maneno ya matumaini katika mji huu wa Lindi. Kitabu hiki ni maalum kwa ajili ya kuleta maneno ya matumaini kwa watu, kwa sababu ulimwengu wa sasa una watu wengi waliokata tamaa na kupoteza mwelekeo, na manufaa ambayo tunakwenda kuyapata ni kupata tiba ya moyo ambayo itakwenda kupunguza watu wenye msongo, na hata wale ambao ingewapelekea kujinyonga kwa sababu ya maisha watakwenda kunusurika kupitia kitabu hiki. Vijana ninawatia moyo kwamba inapotokea fursa basi tuende nayo sambamba. Kwa hiyo kitabu hiki kimejaa matumaini na kinawaita wote waliokata tamaa, waliopoteza matumaini, waliodhoofika na kukonda mioyo, wanaalikwa wakisome kwa bidii, maana kinakwenda kuleta chemchemi mpya ya baraka katika maisha yao. Kwa majina anaitwa Mjuberi Lucas Kuboja, ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Lindi. Katika siku ya leo tumepokea kwa furaha sana uzinduzi wa kusambaza kitabu hichi cha Sauti ya Matumaini, na kwa kweli tumebarikiwa kwa namna ya pekee sana. Kwa tamaduni zetu sisi wa Tanzania kwa kweli ni wavivu wa kusoma vitabu, lakini nitumie fursa hii kutoa wito kwa vijana wenzangu na watu wa rika zote ya kwamba maarifa mengi yamefichwa katika kitabu. Hivyo tutumie fursa hii ya kusoma kitabu hiki ili tuweze kugundua siri zilizofichika na kujua ufalme wa Mungu kwa ufasaha zaidi. Naitwa Benjamin Mdendemi kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Shangani Mtwara. Katika nyakati za sasa na ulimwengu unavyozidi kusogea na teknolojia imekuwa kubwa, teknolojia inavyozidi kuwa kubwa, vijana wanapunguza nguvu ya kuweza kusoma vitabu. So ni mimi niwaase vijana wenzangu kuweza kusoma vitabu kwa ajili ya manufaa ya kwetu sisi wenyewe, ya maarifa binafsi na hata katika manufaa ya ulimwengu ujao. Bwana wabariki sana.
DW Media, stay informed.